Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Mizani. Baadhi yenu kuhitajika na mzazi au sehemu muhimu. Kupanga kuonana na mtu wakati wa mchana. Kuhesabia madeni. Habari mpya ya kazi kukufikia. Utahisi kuonewa kwa jambo. Kuhisi maumivu ya mifupa. Mtu kukushawishi katika jambo jingine tena. Kutoelewa kitu kwa haraka. Utakuwa unamhisi mtu kwa namna mbaya. Urafiki au karibu na mtu kuvunjika. Nyota ya Mapacha. Kurekebisha tabia ya mtu. Kuongea kwa kujihami. Kuhisi kusalitiwa. Kufanya jambo kwa haraka. Kitu kuungua. Mtu kukufanyia maudhi. Kujilinda. Kucheza sana na watoto. Kurudia kuangalia kitu mara kwa mara. Kuonesha pasipoti yako ya kusafiria. Kukutana na mtu uliyepezana naye kwa muda mrefu. Kiuno kuuma. Kupata bahati kila unapokutana na mtu au kitu. Kujua kitu cha kweli. Mtu atajivunia kuwa na wewe. Utakuwa mwenye mazingatio ya kitu. Kufahamu ukweli utakao kuumiza. Kujihisi hali ya kutetemeka. Kutumia kitu kwa matibabu fulani. Kuhisi kisunzi. Moyo kuwa na mapigo ya kasi. Utaacha kuwa na maswali mengi kwa jambo fulani. Kushukuriwa. Kuiepuka hasara. Nyota ya Ndoo. Kumjadili mtu atakaye kujadili pia. Kutamani ufikie hatua fulani. Kuhisi mtu ni sababu ya jambo lako kutokuwa sawa. Utakuwa mwenye mashaka kwa kitu ulichoambiwa. Mtu atakupa taarifa ya jambo analotaka kulifanya. Kupoteza pesa au kitu chochote. Kumuona paka mara kwa mara. Anakujulisha jambo kumhusu mtu wako wa karibu. Utafanya kitu kwa faida ya wengi. Utapewa taarifa inayomhusu mtu ambaye yuko mbali na wewe. Kuona moshi mkubwa kila wakati. Kuna jambo baya utakalolijua. Mtu kukupa ushauri mzuri. Unayemhisi kwa ubaya atakuoneshea wema kwa vitendo. Kuona mijusi. Inakujulisha kufuatiliwa kwa namna mbaya au kuchunguzwa. Nyota ya Mashuke. Kuhisi ndani ya moyo wako kitu kuamka upya. Au matumaini mapya na kubadilika ghafla kifikra. Unaweza kumbadilikia mtu katika jambo lolote. Kuhisi kitu usichokipatia majibu kwa sasa. Kutolala vizuri. Kupata hali ya hisia nzito moyoni mwako. Huelewi ni nini kinatendeka juu yako. Baada ya siku chache utaona mabadiliko kwako. Kwa kuanza kuchangamka mwili. Kupata ndoto ndefu sana. Unaweza kuisahau au usiielewe. Kuhisi mwili mzito. Kupenda kukaa sehemu yenye hewa zaidi. Nyota ya Ng'ombe. Kujihisi hali ya uvivu. Kusahau sana ndoto zako. Kupata shida ya kitu. Mawazo yako kutopata ufumbuzi wa haraka. Unaweza kumshutumu mtu ikiwa hana kosa. Kujihisi kuumwa kichwa. Kunywa maji mengi sana katika hali hiyo. Kuna namna ya jambo utafanikiwa. Utapata mwelekeo utakaofanya uwe na mawazo mapya. Utakuwa na usiri wa jambo moyoni mwako. Nyota ya Mbuzi. Kuangukiwa na kitu. Mtu atakuwa mwenye kuchunguza sana akaunti yako. Kuhitaji kumsaidia mtu aondokane na tatizo alilokuwa nalo. Kumjulisha mtu ukubwa wa kitu. Kuhofia kitu. Utakaribishwa au kualikwa sehemu. Taya za meno kuuma. Kuhisi ganzi sehemu, hasa kwenye miguu. Kutopata usingizi kwa wakati. Nyota ya Kaa. Kufuatiliwa kwenye kazi zako. Utatamani umwambie mtu kitu. Hisia zako zitakuwa sawa, ila utakuwa mwenye shaka nazo. Au kutozipa nafasi kwa jambo fulani. Kuchukia kitu au kumchukia mtu. Utaelewa dhumuni la mtu. Kupanga hesabu za pesa. Kufahamu ukweli wa mtu. Kuchelewa kufanya kitu kwa wakati.
kujihisi mwenye wasiwasi. Utafanya kitu kwa sababu ya mtu. Nyota ya samaki. Mtu atahofia kuwasiliana na wewe. Kutumia ujumbe mrefu wa sauti. Kufikiria kitu kwa huzuni kubwa. Kutopata usingizi. Pia unaweza kuwa unashtuka sana usingizini. Kutamani kujitoa kwenye kikundi fulani. Kuangalia sana kitu chenye unafuu kwako, ambacho unaweza kukifanya. Nyota ya nge. Kumtenga mtu. Utafanya jambo kuwa gumu. Utafika sehemu ila hutotaka uonane na mtu fulani. Ila mtu huyo anaweza kulijua hilo. Utajishtukia kwa kitu. Moyo kuwa na simanzi. Kuona kitu kitakachofanya ubadilike ghafla kihisia. Baadhi yenu kipato kuwa kigumu. Matokeo mazuri ya kazi yatakufikia. Nyota ya simba. Kuhisi ndoto yako ina uhalisia wa kitu. Utakuwa una uchovu usiokwisha. Utamweleza mtu jambo linalokusumbua. Mdudu kukugandia mgongoni. Unajulishwa fitna ya mtu wako wa karibu itakayokuchafua. Kukataa kufanya kitu. Mtu atasema na wewe kwa kusikitika. Kulisikia jambo moja kwa watu tofauti. Utafanya uokozi au kumsaidia mtu. Utafanya kitu kitakachokuwa na faida. Mawazo yasiyoisha kuwepo. Utakosana na mtu katika jambo. Kujirudi kwa mtu. Nyota ya mshale. Kufikiriwa sana na mtu. Kujihami kwa mtu. Kuna jambo utakalolijua. Kukaa kwa mawazo. Utaungana na mtu katika kushirikiana jambo. Nyota ya punda. Kukumbuka neno ambalo ulishaliongea. Kupata huzuni kwa sababu fulani. Utakuwa mwenye kuhisi sana vitu. Kutoa tafsiri ya ndoto au kujua maana ya kitu. Utalizishwa na jambo la mtu. Kutamani kitu fulani kitokee. Kuizuia vurugu. Utamuomba Mwenyezi Mungu akupe uvumilivu kwa jambo unalolipitia. Kumuigizia mtu kuwa unaumwa sana. Kujibu jumbe za mtu ulizozipuuza. Kupita sehemu kwa umakini. Kuhitaji amani na mtu. Mtu kukuhofia. Kupata hisia ya kitu mara kwa mara. Utapanga kumweleza mtu jambo. Kuhisi kitu kitahairishwa. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.